Bwana asifiwe. Amen, amen. Amen, amen. Karibuni wapendwa katika kipindi chetu cha Bible Study kinachowajia kwa hisani kubwa makanisa ya Umoja Ulimwenguni yenye makao makuu yake Dallas, Texas. Bible Study yetu ni kwa Kiswahili na kila Alhamisi ya kawaida ni saa 1 hadi saa 2 kwa muda wa dakika 60, na zile Alhamisi za mwisho ni kipindi kinakuwa kwa dakika 90. Kwa hiyo karibuni wote, na kwa kanuni na utaratibu napenda kumkaribisha Brother Jerry. Amen. Amen, amen, amen. Sana Brother Allen kutoka pale Umoja Houston. Niwakaribishe pia katika kipindi chetu cha Bible Study, kipindi kama tangazo kinachojia kwa sana makanisa ya Umoja, makao makuu yakiwa pale Dallas, Texas. Kanisa lipo ulipo wewe kimtandao. Tunamshukuru sana Mungu kwamba hii ni Alhamisi ya mwanzo wa mwezi wa pili katika mwaka 2026. Tuna kipindi kingine kipya kabisa, na kama ambavyo ulipata matangazo yako mapema, kipindi cha leo itakuwa ni somo jipya kwa mwaka huu na mwalimu mpya kwa mwaka huu, japo si mwalimu mpya kabisa katika madhabahu yetu ya Umoja Church Bible Study. Somo hili ni katika yale ambayo mlikuwa mmeomba yafundishwe kwa mwaka huu, na tumemshukuru sana Mungu kwamba tumefanikiwa kumpata mwalimu ambaye atafundisha somo hilo. Title ambayo tutakayotembea nayo kwa wiki hizi 3 ni wagane na wajane. Wagane na wajane. Mjane akiwa ni mwanamama ambaye amempoteza mwenza wake, mumewe, tunamuita mjane, wengi mnafahamu hilo. Lakini akiwa ni mwanaume ambaye amempoteza mwenza, anaitwa mgane. Kwa hivyo hilo ni somo ambalo lilikuwa tumeomba litafutiwe mwalimu, na tunashukuru Mungu tumepatikana katika hicho, na tunamshukuru sana Mungu kwamba alipatikana ni mtumishi wa Mungu Dr. Reverend Mliuka kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kabla sijamkaribisha, basi nafasi yako nyingine tena ya kuwa shemasi, tafadhali tumia mwaliko uliokaribisha katika kipindi hiki cha siku ya leo, ukikaribisha wengine pia. Unaweza kutuma ile flyer ambayo umeweza kupokea kuingiza wewe katika kipindi chako kwa siku hii ya leo. Naam. Dr. Mliuka, kama wengi mnamkumbuka, alifundisha mwaka jana kama nilivyosema. Huyu ni mhadhiri, part-time lecturer wa masomo mengi, ni supervisor vile wale ambao wanachukua masters zao pamoja na PhD, kitu kinaitwa dissertation. Kwa hiyo ukiwa unafanya dissertation namna hiyo, unaweza kupata nafasi ya kupata huduma yake kama supervisor wako. Ni founder wa Tanzania Marriage and Child Care Foundation, lakini vile zote hizi zikifanya huduma yake kule Tanzania. Ni pastor, lakini vile ni mwandishi wa vitabu. Ameshaandika vitabu takriban 13. Ni mentor na ni counselor. Kwa hiyo kama tunamshukuru sana Mungu uweza kuwa naye, na nichukue nafasi basi kumkaribisha katika kipindi. Itakuwa ni sehemu ya kwanza, atafungulia kwa sala kama kawaida, ndio moja kwa moja tuwe kipindi chetu. Dr. Mliuka, karibu sana. Na kushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Umetupa wasaa mwingine wa kuendelea kujifunza, kutafakari kutoka kwako. Leo tunatafakari mada hii ngumu, nyeti, kuhusu maisha yetu ya kila siku. Yamkini najua tunaongea, wengine ni wagane tayari, wengine ni wajane tayari, lakini wengine ni wajane na wagane watarajiwa. Roho Mtakatifu tufundishe, tukumbushe sawa na mapenzi yako. Naomba haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen, amen, amen. Kwa kuwa muda wetu umepita kidogo, nitaomba leo tusiwe na sehemu ya maswali, labda tu utaratibu mwingine wa kiofisi. Leo nitaanza somo letu na utangulizi, na utangulizi huu umebeba mambo kadha wa kadha. Tutaangalia kwa kifupi mabadiliko anayoweza kukutana nayo mjane au mgane na changamoto.
Kama wote tunavyofahamu, kumpoteza mwenzi wa maisha ni moja kati ya uzoefu mgumu na wenye kuleta mabadiliko makubwa zaidi katika maisha ya binadamu. Suala hapa si tu kupoteza mtu uliyempenda au aliyempenda, bali suala hapa ni kupoteza sehemu ya utambulisho, mipango ya baadaye na mfumo wa kila siku wa usalama. Kumpoteza mwenzi si tu mwisho wa uhusiano naye, bali ni mwanzo wa safari ndefu ya kujitafuta upya katikati ya maumivu na mabadiliko ya lazima. Ni mwanzo wa safari mpya ya maisha inayohitaji ujasiri mkubwa sana. Wakristo tunasema kuwa upendo katika ndoa ni kiapo cha mpaka kifo kitutenganishe. Lakini kifo kinapokuja na kutimiza ahadi hiyo, kinaacha nyuma pengo la kitanda na mtikisiko wa nafsi na mabadiliko ya kudumu ya utambulisho. Lengo na umuhimu wa mada hii ni nini? Katika jamii zetu, mara nyingi tunatoa pole wakati wa msiba, lakini tunasahau kuwa maisha halisi ya mjane au mgane yanaanza pale milango ya rambirambi inapofungwa. Ndugu na watu waliomkimbilia mfiwa katika msiba wanapoondoka kurudi walikotoka, ndipo maombolezo ya mfiwa huanza rasmi. Na ndiyo maana inasisitizwa katika kanisa, wakati muhimu na wa faraja, kutia moyo na counseling ni baada ya mazishi, wakati ambapo mfiwa sasa anabaki mwenyewe. Hivyo katika mada hii hatuangalii tu huzuni ya kufiwa, bali tunachunguza nguvu ya wale waliobaki. Kwa hiyo katika mada hii tunagusa mambo makuu matatu: jinsi ya kushinda changamoto baada ya kuondokewa na mwenzi, safari ya uponyaji na kusimama tena, na wajibu wa familia, jamii na kanisa, na namna taasisi hizi zinavyoweza kuwa kimbilio na baraka badala ya kuwa kero na vivuruge wa wajane na wagane. Sasa tuangalie mabadiliko na changamoto zinazojitokeza kwa mgane na mjane. Kama tunavyofahamu, hakuna mtu aliyezaliwa mjane au mgane. Mara nyingi huwa ninapenda kusema ujane kwa maana ya mke kufiwa na mume, na ugane kwa maana
ya mke, kwa maana ya mume kufiwa na mke, ni ajali au hali inayoweza kumkuta mtu yeyote na wakati wowote katika maisha. Kwa mantiki hii, kila mwanandoa ninaweza kusema ni mjane au mgane mtarajiwa. Sasa yafuatayo ni maelezo mafupi yanayochambua mabadiliko na changamoto anazopitia mjane na mgane, kwa sababu ni muhimu kufahamu mtu anapokuwa mgane au mjane anapitia hali ipi. Hali ya kwanza anayoipitia ni kutoweka kwa sisi na kuzaliwa kwa mimi. Kutoweka kwa sisi na kuzaliwa kwa mimi. Na hapa ndio kiini cha mabadiliko yote. Mwanandoa anapoondokewa na mwenzi wake, badiliko kubwa la kwanza linalotokea katika maisha yake ni kulazimika kuwa mzazi mmoja, yaani single parent. Maisha ya mjane au mgane yanakuwa ni safari inayopita katika daraja la kioo. Ni njia yenye changamoto nyingi, ambapo mtu analazimika sasa kujifunza upya jinsi ya kupumua, jinsi ya kutembea, jinsi ya kutabasamu bila sehemu nyingine ya mwili wake. Ni dhahiri kuwa mwenzi anapokuwepo, na kama tunavyofahamu, maisha hujengwa kwenye msingi wa umoja, na Ukristo unasisitiza umoja katika ndoa, kwa maana umoja wa mipango, ndoto, hata utambulisho binafsi huunganishwa na kuwa kitu kimoja. Wapendwa, kuondokewa na mwenzi, iwe kwa kifo au kutengana, kunalazimisha mabadiliko ya ghafla ya utambulisho. Mtu anajikuta akilazimika kujifunza kuishi kama mimi tena, baada ya miaka mingi ya kuwa sehemu ya sisi. Hali hii huleta ombwe la kisaikolojia ambalo huathiri kila nyanja ya maisha, kuanzia mazoea madogo ya kila siku hadi malengo ya muda mrefu. Hilo ni badiliko la kwanza kuu. Badiliko la pili analokutana nalo mgane au mjane ni badiliko la kihisia na kisaikolojia. Badiliko la kihisia na kisaikolojia. Hapa mara nyingi tunasemaga, hapa ndipo bahari ya simanzi ilipo. Unajua, mtu yeyote anapokutana na jambo zito la ghafla ambalo hakulitarajia kwenye maisha yake, hali ya kwanza inayomkabili, mfano ikiwa ni kifo kimetokea ghafla au kwa namna yoyote ile, hali ya kwanza inayomkabili mtu ni mshtuko. Mshtuko. Hata kama kifo kilitarajiwa kutokana na ugonjwa wa muda mrefu.
huzuni isiyo na itifaki inajitokeza. Unajua huzuni siku zote haina mlolongo maalum. Haina mlolongo maalum, haina itifaki. Mfiwa anaweza leo kujihisi vizuri, lakini kesho akajikuta kwenye dimbwi la simanzi tena. Hali hii mara nyingi huambatana na hasira, majuto, na wengine kuchanganyikiwa. Na baadhi ya watu hali hii inapojitokeza inamfanya mtu apoteze mwelekeo, na wengine anakuwa na hisia za hatia. Lakini upweke wa ndani, hata kama mfiwa yupo katikati ya watu wengi, kwa namna moja au nyingine anahisi upweke, kwa sababu mtu aliyezoea kumshirikisha siri zake, aliyezoea kucheka naye, kufurahi naye, kuteta naye, hata wakati mwingine kumnunia kidogo, hayupo tena. Unajua hata kama alikuwa na vituko fulani, kwa kuwa hayupo, mtu anahisi kumisi hata hivyo vituko au huo ukorofi wa huyo mtu. Nakumbuka tuliwahi mtembelea mama mmoja, alifiwa na mume wake. Ghafla baada ya msiba tulipomtembelea, neno moja alilotuambia, akatuambia kwamba nashukuru kwa kuja kunitembelea, najisikia faraja kwa kuja kwenu, najiona siko mwenyewe ingawaje nimeondokewa na mwenzangu. Kama kuna kitu ninachokimisi kwa mwenzangu ni vile vituko vyake, na vimisi sana. Hali nyingine ni kupoteza utambulisho. Kama nilivyosema hapa, watu wengi hujitambulisha kama mke wa fulani, mume wa fulani. Sisi tuliooa, wale walioolewa, kama ni mwanamke anatambulika kama mke wa fulani, kama ni mwanamume, mume wa fulani. Huo ndio utambulisho wa wanandoa. Mahali popote tunajitambulisha hivyo, na jamii inatutambua hivyo. Sasa mwenzi anapoondoka, mtu anaanza kujiuliza swali hili la msingi: mimi ni nani sasa? Mimi ni nani sasa? Wapendwa, mabadiliko ya kihisia kwa wajane na wagane kwa sehemu kubwa yanafanana katika misingi ya huzuni na upotevu. Kama binadamu, huzuni ipo ndani yetu, na hasa kama hao watu walikuwa wanapendana, wanaishi kwa furaha, huzuni inakuwa kubwa zaidi. Kuhisi kuondokewa kunakuwa kukubwa zaidi. Kama binadamu tumeombiwa huzuni. Unapoondokewa na mwenzako unahisi kupoteza. Lakini pamoja na kufanana huku, zipo tofauti
zinazotokana na malezi ya kijamii, mifumo ya msaada na jinsia hizi mbili, yaani ya kike na kiume, zinavyoshughulikia hisia. Hapa ndipo tunapotofautiana. Kwa maana ya kuhuzunika na kupoteza, tutafanana wote, lakini jinsi ya kushughulikia huzuni, kushughulikia hisia hii ya huzuni, kuna mahali tunafanana, lakini kuna mahali tunatofautiana kwa sababu ya jinsia. Sasa tuangalie kwanza tunafanana wapi, mwanamke na mwanamume wanafanana wapi katika swala zima la kuhuzunika na kupoteza mwenzi. Tuangalie kwanza eneo tunalofanana. Maana tunapozungumzia mambo haya lazima tukumbuke tunazungumzia jinsia mbili, jinsia ya kiume na jinsia ya kike, mwanamke na mwanamume. Kila jinsia ina namna yake inavyoyabeba mambo, lakini kuna eneo tunalofanana. Sasa tuanze kuangalia eneo tunalofanana. Kama mnavyojua, mgane na mjane wote wawili hupitia hatua kuu za huzuni ambazo kitaalamu hujulikana kama stages of grief, au hatua za kisaikolojia za maombolezo, stages of grief au grief process, hatua za kisaikolojia za maombolezo. Ingawa kila mtu anaomboleza kwa namna yake, lakini wengi hupitia hatua zifuatazo. Kwa maneno mengine, hatua za kisaikolojia za maombolezo ni hizi zifuatazo. Na hii ni kwa mujibu wa nadharia ya mtaalamu mmoja aliyeitwa Elizabeth Kubler-Ross. Hatua ya kwanza, mtu anapopata jambo gumu katika maisha yake, jambo la ghafla, ikiwa ni pamoja na kufiwa, na kwa msingi wa somo letu kuondokewa na mwenzi. Hatua ya kwanza inayotokea kwa mtu ni mshtuko, kama nilivyosema awali, mshtuko. Hali ya kukataa, mtu anapata ganzi, shock and numbness. Mtu anakuwa katika hali ya kutoamini kilichotokea. Na kama jambo lilikuwa la ghafla, hebu fikiria umelala, alafu unaamka asubuhi mwenzako hayupo, na sio kwamba alikuwa anaumwa. Mwenzako amesafiri, unakuja kupokea mwili na sio mtu hai. Amepata ajali, sijui nini kimempata, ghafla. Vifo vya ghafla vinaleta shoku kubwa, ganzi. Sasa katika hatua hii ya kwanza inapotokea, watu wengi wanapata ganzi ya kihisia. Ni kama akili inakataa kukubali ukweli wa kilichotokea. Na hapa mtu anaweza kujiona kama anaishi kwenye ndoto au yupo kwenye filamu fulani hivi. Anafanya mambo kwa mazoea bila kuhisi chochote, bado hajaamini. Na ndio maana wote tunaposhiriki mazishi, kama kuna wakati mgumu kwa mfiwa, ni wakati ule wa mazishi. Unapoambiwa ulikuja kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, unarudi
kuwa mavumbi, udongo kwa udongo, alafu unaambiwa weka udongo kaburini, pale ndio mtu anaanza kurealize angalau hivi kweli ndio kaondoka. Kwa nini hali hii? Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ameweka utaratibu wa akili wa kujilinda dhidi ya maumivu makali ya ghafla. Kwa katika hatua hii Mungu ameweka mazingira ambayo mtu angalau iwepo hali ya kukataa. Ni sehemu ya kuilinda akili dhidi ya maumivu makali ya ghafla. Hatua ya pili ya maombolezo, hatua ya kisaikolojia ya pili katika maombolezo ni hasira. Niligusa hapo mwanzo. Hasira. Mjane au mgane wakati mwingine anaweza kumkasirikia hata Mungu. Mungu, kwa nini umeruhusu jambo hili litokee? Kwa nini umeruhusu? Mnakumbuka habari ya Musa. Mambo yamekuwa magumu. Imefika mahali Musa anamkasirikia Mungu, anamnungunikia Mungu, anatamani kufa. Mjane au mgane anaweza kumkasirikia Mungu kwa kilichotokea. Na wengine unakuta anamkasirikia daktari au madaktari au wauguzi. Mwingine anaweza kuikasirikia hata hospitali aliyokuwa mwenzake anapata matibabu. Akaichukia kabisa hiyo hospitali. Baadhi ya wafiwa anaweza kumlaumu hata marehemu. Yaani yule marehemu alikuwa anamlaumu marehemu. Anamlaumu kwa kitu gani? Anamlaumu kwa kumwacha peke yake na majukumu. Na tumeshasikia kwenye baadhi ya misiba, nakuta mtu analia kwa uchungu. Kwa nini umeniacha? Kwa nini umeondoka sasa hivi? Umeniachia watoto. Umeacha hali hii. Mimi nitafanya nini? Mimi nitakwenda wapi? Hata kama anajua kuwa hana uwezo wa kuzuia kifo. Unajua kifo kikifika kimefika. Wakati wa Mungu ukifika umefika. Hakuna anayeweza kubadilisha wakati wa Mungu ukifika. Kwa hiyo ni kawaida kuhisi hasira inayoelekezwa sehemu mbali. Ni hali ya kawaida. Na tukiona watu wako katika mazingira hiyo, tuone ni hali ya kawaida kisaikolojia anayopitia mtu katika mazingira magumu ya namna hii. Hatua ya tatu ni kujilaumu. Kujilaumu au hisia za hatia, tunaita guilt or bargaining. Najua wajane na wagane wengi katika kipindi kama hiki husumbuliwa na mawazo ya light ningejua. Kuna jambo anaona light ningejua ningefanya hivi. Mtu anakuwa na hatia kuhusu mambo waliosema au kutosema. Na ndio maana inasisitizwa Kikristo, kama ulikosana na mtu akiwa hai, msameheane mkiwa hai, ili majuto yasije katokea baadaye hamkusameheana alafu mtu ameondoka duniani, ameitwa na Bwana. Hizi light ningejua huwa zinatokea kwa watu wengi, kwa sababu watu husahau kwamba duniani hapa wote ni wasafiri, hatuna mji udumuo. Watu tumeumbiwa hali ya kusahau. Kuna watu wanaishi duniani as if they are there permanently.
Alafu baadaye sasa inakuja hali laiti ningeijua. Ndio maana watu wanatakiwa kutengeneza maisha yao wakati wote, kwa sababu hakuna anayejua saa ya kuondoka kwake au siku Bwana atakayokuja, Bwana wa kanisa. Mtu anakuwa na hatia kuhusu kwa nini wao wamebaki hai. Tumeshasikia mara nyingi, unakuta mtu anasema, Mungu si ungenichukua mimi, si ungetuchukua wote. Mtu anajilaumu kwa nini hata yeye amebaki kuwa hai. Tunaita survivor's guilty. Mawazo ya laiti ningefanya hivi, kama nisingefanya vile, yanajitokeza katika kipindi hiki. Hiyo ni hatua ya 3. Hatua ya 4 ni msongo wa mawazo na hofu. Msongo wa mawazo na hofu. Depression, anxiety and fear. Kupoteza mwenzi kunaleta hofu. Hofu juu ya maisha ya baadaye. Hofu ya kiuchumi na malezi ya watoto kwa wale wenye watoto. Lakini kuna hofu ya mtu anakuwa na hofu ya kuzeeka peke yake. Mtu anakuwa na hofu ya kufanya maamuzi makubwa bila kuwako kwa mshauri wake wa karibu, mwenzi wake. Hali ya huzuni nzito, kukata tamaa na kupoteza hamu ya mambo yaliyokuwa yakifurahisha inajitokeza. Tunakuwa na msongo wa mawazo. Lakini hatua ya mwisho sasa inaitwa kukubali. Kukubali, acceptance, adaptation. Sasa katika hatua hii, na lazima tufahamu kwamba kufikia hatua hii ni mchakato, ni process. Kufikia hatua ya kukubali ni process. Na ndio maana inasisitizwa, ukiona mtu anaomboleza, usimbeze. Ukiona mtu analia, usimbeze. Muache alie. Kisaikolojia tunasema muache alie, kwa sababu anavyolia ana release tension. Anatoa sumu ndani, anatoa uchungu. Muache alie, asibezwe. Kwa sababu grieving is a process. Grieving is a process. Sasa mpaka mtu afikie kukubali ni process. Kukubali kilichotokea ni process. Na ndio maana ni muhimu mtu anapofiwa akimbiliwe haraka kwa huduma ya counseling, huduma ya faraja, kutiwa moyo. Asipopata huduma hizi, watu, maana siku hizi wakati mwingine watu tunajua kuzika lakini hatujui kufariji. Narudia tena, tunajua kuzika sana lakini hatujui kufariji, hatujui kutia moyo. Na wakati mwingine watu wanaenda kushiriki misiba ili aonekane kwamba alikuwepo. Mtu anafikia hatua sasa ya kukubali kilichotokea. Sasa kukubali kilichotokea haimaanishi kusahau. Haimaanishi kusahau, bali ni kufikia hatua ya kutambua kuwa maisha lazima yaendelee bila mwenzangu. Yaani mtu sasa ana realize, mtu anakubali mwenzangu hayuko nami na siwezi kubadili hali hii. Mtu anafikia sasa hatua ya kutambua kuwa maisha lazima yaendelee bila mwenzangu. Inaitwa acceptance stage.
adaptation stage, kukubali. Kwa dakika hizi 10 hivi zilizobaki, tuangalie tofauti za kisaikolojia kati ya mjane na mgane. Ni muhimu kufahamu tofauti hizo. Wote tunapitia hizi hatua nilizosema, lakini zipo tofauti. Hizi hatua wote tunapitia, haijalishi we ni mwanamke au ni mwanamume, tunapitia hiyo hali. Hiyo hatua za maombolezo tunapitia wote kama binadamu. Lakini namna ya kushughulikia huzuni, namna ya kudeal na maombolezo, tunatofautiana. Kwa hiyo zifuatazo ni tofauti za kisaikolojia. Tunasema tabia, tofauti za kitabia na tofauti za kihisia kati ya wajane na wagane. Kama mnavyofahamu, kupoteza mwenzi wa maisha ni mmoja kati ya mabadiliko makubwa na yenye changamoto nyingi zaidi katika maisha ya binadamu. Saikolojia ya wajane na wagane inahusisha mchakato mrefu wa kihisia, kijamii na kiakili. Sasa tafiti za kisaikolojia zinaonyesha kuwa jinsia, kwa maana ya gender, huathiri jinsi mtu anavyokabiliana na kifo cha mwenzi wake. Narudia tena, tafiti za kisaikolojia zinaonyesha kuwa jinsia, kwa maana ya gender, huathiri jinsi mtu anavyokabiliana na kifo cha mwenzi wake. Sasa tuangalie wagane kidogo, kwa maana ya wanaume waliofiwa na wake zao. Kwanza tuangalie changamoto za nyumbani. Wagane wengi hukutana na ugumu wa kusimamia majukumu ya nyumbani. Mfano, kupika, usafi, malezi na kadhalika. Na hasa ikiwa alimtegemea mke kwa mambo hayo. Unajua, tunaishi kwa kutegemeana. Kila mtu ana role ya kuplay, kama mume, kama mke. Anapoondoka kuna gap. Sasa wagane wengi wanakutana na hali ngumu ya kusimamia majukumu ya nyumbani. Hiyo ndo hali kubwa wanaume tunayokutana nayo katika mazingira kama haya. Sasa hali hii huzaa jambo la pili. Jambo hilo la pili ni lipi? Huzaa shinikizo la kuoa. Kuna kuja pressure ya kuoa. Unajua, wagane wana uwezekano mkubwa wa kuoa tena haraka ili kuziba pengo la upweke na kupata msaidizi wa nyumbani. Takwimu zinaonyesha kwamba wanaume huoa haraka zaidi mara nyingi ili kupata msaidizi wa nyumbani, kupata faraja. Na baadhi ya mila, wagane mara nyingi hushinikizwa kuoa haraka ili wapate mtu wa kulea watoto. Nyinyi nyote ni mashahidi katika jamii zetu za Kiafrika, haya hujitokeza. Usishangae mtu kafiwa na mkewe, baada ya miezi 3-6 kaoa. Mwanamume huyo. Shinikizo la kuoa.
Kwa nini? Kwa sababu huyu mwanamume anakutana na ugumu wa kusimamia majukumu ya nyumbani. Hakuzoea. Kwa hiyo unakuwa mzigo mzito kuubeba. Linakuja ili shinikizo. Hali ya tatu ni uwezo wa kubeba mambo mazito moyoni. Unajua Mungu alivyotuumba naturally, wanaume hatuna uwezo mkubwa wa kubeba mambo mazito moyoni kwa muda mrefu. Uwezo huo hatuna. Narudia tena. Naturally, wanaume hatuna uwezo mkubwa wa kubeba mambo mazito moyoni kwa muda mrefu. Na wanaume wanaojitahidi kukiuka uhalisia huo kwa kutaka kubeba hawaishi muda mrefu. Na ndio maana Mungu akasema sasa, na alijua haya Mungu. Ndio maana akasema sasa, wewe bwana, wewe Adamu, wewe Adamu, wewe jinsi nilivyokuumba, haya mambo huwezi peke yako. I'll make you a helper. Nitakufanyia msaidizi. Na huyo sio msaidizi tu wa kufanana na wewe. Helper. Hilo neno helper limebeba uzito mkubwa. Wanawake wajue uzito wa neno hilo, na wanaume wajue uzito huo uliobebwa na wanawake dhidi yao au juu yao au kwa ajili yao. Mungu alijua Adamu kuna mambo hawezi kuyabeba. Anahitaji kiumbe anaitwa mwanamke amsaidie kuyabeba. Kubeba huzuni zake, kubeba madhaifu yake, kubeba mapungufu yake. Na ndio kazi wanawake walioitiwa kwa wanaume. Sio tu kusaidia majukumu ya nyumbani. Kuna majukumu ya kihisia kuyabeba. Sasa mgani anakutanaga na hali hii? Sasa akikaa muda mrefu hajapata mtu wa kumsaidia kubeba haya majukumu ya nyumbani. Ndio maana wanaume wengi, wake zetu wakishatangulia mbele ya haki, wanawake Mungu akiwatwaa kabla yetu, ni mara chache sana kukuta huyo mwanamume ataishi kwa muda mrefu. Kwa sababu ya uhalisia huu, mwanamke akitangulia kuondoka duniani, mara nyingi wanaume hatudumu kwa muda mrefu baada ya hapo, kwa sababu ya uhalisia huu. Jambo lingine linalomtokea mgane kuhusu mali. Unajua kulingana na tamaduni zetu hizi, mara nyingi mgane anabaki na mali. Lakini unakuta baadhi ya wagane amebaki na mali lakini anashindwa kuzisimamia. Yuko peke yake, anashindwa kuzisimamia. Hii ni hali nyingine inayojitokeza ya utofauti. Utoaji wa hisia. Mgani au mwanaume, sisi wanaume tuna hali ya kuzuia hisia zetu, tunaita masking. Na wakati mwingine tunaona kulia au kulalamika ni kama udhaifu. Unakuta hata katika tamaduni zingine wanasema mwanaume haliagi, lakini wanasahau kwamba huyu mwanamume ni binadamu pia mwenye hisia. Kwa hiyo kuna issue ya masking. Mtu ana hisia za huzuni lakini anajitahidi kuzuia hisia za huzuni. Watu watamuonaje? Kwa mtu anakufa na tai shingoni. Ana mambo yanamsumbua lakini hasemi wala haonyeshi dalili. Hii ni hali inayokuta wanaume wengi, na ndio maana wengi baada ya hapo hupata matatizo ya kiafya na kufa haraka. Ulinzi mara nyingi hukumbwa na upweke wa ndani, tunaita silence.
wanaume hatusemi mambo yetu. Hii inatumaliza. Mifumo ya msaada, wanaume mara nyingi hutegemea wenzi wao kwa mahusiano ya kijamii na kwa msaada wa kihisia. Ndivyo tulivyoumbwa sisi. Wanaume mara nyingi hutegemea wenzi wetu. Ukiona mwanaume hategemei mwenzi wake, basi kuna tatizo. Hategemei mke wake, basi lipo tatizo ambalo wanahitaji kusaidiwa watu hao. Kwa hiyo wagane wanapofiwa hujikuta wakiwa wapweke zaidi, kwa sababu hawana mazoea ya kuelezea hisia zao kwa watu wengine. Wanaume wako hivyo mara nyingi, kueleza mambo yake hivi kirahisi. Na hii imetufanya tujikute mara nyingi katika dimbwi la mfadhaiko. Na hali kama hii sasa ndio zinafanya kati mwingine unakuta mtu akifiwa na mkewe anatamani kutafuta replacement ya haraka. Kwa sababu ya hii hali. Na hali, jambo lingine la mwisho kwa upande wa wagane ni namna kukabiliana na hali sasa. Unakuta mwingine anaamua sasa, walio wengi kutafuta ahueni kwa kufanya kazi, anaamua kujishughulisha na kazi nyingi ili ikiwa ni sehemu ya kusahau maumivu. Sasa hiyo ndio hali wanayokutana nayo wagane. Kipindi kijacho au sehemu inayofuata nitazungumzia wajane wao, hali yao ikoje, ni kwa jinsi gani wao hukabiliana na hali hii ya kuondokea. Leo tumeangalia upande wa wagane. Sehemu ijayo tutazungumzia kuhusu wajane. Halafu pia tutaangalia sasa matatizo ya kisaikolojia na afya ya akili yanayoweza kutokea kama maombolezo hayatashughulikiwa vizuri na mapema. Je, kuna mambo gani yanajitokeza? Halafu wakati huo tutaangalia sasa, kadri tukiruhusu, nuru ya Biblia kuhusu wajane na wagane. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Amen. Amen. Sana mtumishi wa Mungu. Alikuwa ni Reverend Dr. Enoch Mluka kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Huyu ni founder wa Tanzania Marriage and Child Care Foundation, lakini vile ni mhadhiri wa vyuo kadha pale Tanzania, na vile ni pastor. Kwa ni mtu ambaye kwa kweli amekaa katika vitu vingi, na utaona jinsi ambavyo somo lilikuwa limeanza kwa siku leo, somo la wagane na wajane, jinsi ambavyo ameweza kutupa foundation nzuri kabisa. Tunamshukuru Mungu kwamba hilo limewezekana, pamoja kwamba tupate hitilafu kidogo ya kiufundi hapo awali, lakini shetani alishindwa na tumeweza kupata kizuri kabisa ambazo tumeweza kuandaliwa nacho. Kwa siku ya leo, kwa sababu ya muda na kama vile mwalimu kwa kutoa ardhi, tutakuwa tuna maswali, lakini tutapata nafasi nzuri kabisa kusikiliza recording ya kipindi hiki. Utapata nafasi kupitia zile notes ambazo tumejaribisha kuzinukuu hapa studio kati naendelea, tukiamini Mungu kwamba wiki ijayo atakuwa nasi tena katika sehemu ya pili ya somo hili. Na wiki ijayo hiyo basi kwa huku Marekani itakuwa ni February 12, instarafu yako itakuwa February 13. Tutakutana kwa siku hiyo. Mtumishi wa Mungu Dr. Enoch Mluka, nakushukuru tena kwa nafasi yako, na kwetu tunakushukuru mno kwa kutupa foundation nzuri ya somo hili kubwa, zuri la kusisimua, lakini ni zito, kwa sababu kama tunasema, kama hujawa mjane ama ni mjane, basi sisi wote ni wajane ama wagane watarajiwa. Asante sana. Mungu aende kubariki wewe pamoja na huduma yako pande Dar es Salaam. Amen. Basi nichukue nafasi hii kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Absalom Nasuo kwa kipindi kwa sala jioni. Nitawakaribisha kwanza wenzetu wa Outreach Ministry. Najua mna declaration ya kuongoza, basi karibu kwa sekunde kadhaa. Karibu Outreach Ministry. Amen. Mungu akubariki sana kaka Jeli. Asante mwalimu kwa somo zuri sana. Tumebarikiwa. Basi tunasimama na neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha
Kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 17 na mstari ule wa 21. Nitasoma katika jina la Bwana wa majeshi. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nawe wawe ndani yetu. Tunakwenda kuomba, tunakwenda kupinga roho za migawanyiko, magomvi, mashindano, mafarakano kwenye makanisa. Naomba kanisa liwe na umoja na mshikamano wa kweli, kanisa la Marekani, kanisa kwenye sisi yako, kanisa la nyumbani, na kadri Mungu atakavyokuongoza. Basi twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, Mungu wetu na Baba yetu, tuko tena mbele zako Baba usiku wa leo, tunaposimama katika madhabahu ya Outreach, tunapoendelea kuombea kanisa Baba liwe na umoja. Tukiendelea kusimama na Yohana 17:21, umetuagiza wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yako nami ndani yangu, na wawe ndani yetu. Kwa jina la Yesu Baba mtakatifu, tunakuomba Mungu tukawe na umoja. Tunakataa roho zote za magomvi, roho zote za mifarakano, roho zote za kutokuelewana, zote tunazifunga kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, tunaomba upendano, ushirikiano, mshikamano, kuambatana katika ya makanisa, katika taifa hili, katika seti yangu ya Nyongezi, katika jina la Mungu akufanya Baba mtakatifu na kushukuru. Jehova tunasema asante Mungu wetu. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu Kajeli na Bwana atakubariki sana. Amen, amen, amen. Sana sana wana katibu wetu Outreach Ministry, Sister Sofia kutoka hapa Florida, kutongoza vizuri katika declaration yetu ya Outreach, na wale ambao nimewasikia wakiingia katika hilo. Basi mkaribishe mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Absalom Nasua. Atatoa tangazo ama tangazo lokuwa nayo, ndani tutajishia kipindi kwa sala jioni, kuwa tayari kwa matangazo yatakayofuata baada ya hapo. Dr. Nasua, karibu. Amen. Asante sana. Nichukue nafasi hii kwanza kulishukuru dawati zima la Bible Study na Priska Mungai Mshana, wewe mwenyewe Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnayofanya. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Na pili ni mshukuru sana mtumishi wa Mungu Dr. Enoch Mliuka kwa jinsi ambavyo ameanza hatua ya kwanza vizuri sana. Mungu akubariki sana Dr. kwa kazi yako kubwa na nzuri katika mwili wa Kristo. Amen, amen. Glory to God. Amen. Na mwisho niende kutoa baraka za Bwana kwa siku ya leo. Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini, amepitiwa na kuhakikishwa, awalinde, awafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Absalom Nasua kwa kutuongoza katika sala na tukulisha kipindi kwa siku ya leo. Ndio tunachukua nafasi hii ya kumshukuru tena mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Enoch Mliuka kwa kutufundisha vizuri kabisa, kuweka foundation safi kabisa ya sehemu ya kwanza la somo hili la wajane na wajane. Kabla sijawatambua baadhi ya watumishi ambao nimeona katayari, basi na matangazo mawili ya haraka hapa. Cha kwanza basi kukumbushia kwamba kongamano letu linasogea. Huu ni mwezi wa pili na mwezi wa 3 wiki ya kwanza utaona kongamano letu, na ina uhakika kwa kuangalia zaidi ya line 50 zopo hapa, ninaona wote ambao hamjajiregister na kushawishi utumie nafasi hii jioni ya leo kuweza kujiregister wewe pamoja na wao ambao utakuwa nao katika kongamano letu, kuhakikisha kwamba timu ile itaweza kukuandalia vizuri kabisa. Kwa hiyo tuna enough chairs for you, tuna sehemu nzuri, na vile vile to make sure kwamba una breakfast katika siku zote pamoja na chakula ambazo utaweza kuwepo. Hilo la kwanza. La pili, kumbuka basi tunafahamu tumeshatangaziwa kwamba wakati huo kongamano balozi wetu mwakilishi wa serikali ya Tanzania huku Marekani
Marekani, balozi atakuwepo katika kongamano hilo, na pamoja na timu ambayo itakuwa imetoka kule Tanzania, ile idara ya uhamiaji, kwa ambao wanataka kushughulikia masuala ya passport, lakini vile vile wale vitambulisho vya taifa, NIDA, utapata nafasi ya kufanya hivyo. Linki zimetumwa na zitatumwa tena na tena kwa time za jioni. Utaona kama tunajaza simu yako, lakini ndio make sure kwamba hupitiwi katika hilo. Nitoe ari kuwa na passport is another thing, but also kitambulisho cha taifa sasa hivi NIDA bila kile ni machache sana ambayo utaweza kuyafanya katika ardhi ya Tanzania bila kitambulisho kile. Kwa ni kitu muhimu sana kuwa nacho. Kwa tukusane katika hilo. Na sasa nichukue nafasi hii basi kuwatambua na kuwashukuru baadhi ya watumishi ambao nimeweza kuona wameweza kuingia kwa siku ya leo. Umeweza kumsikia Reverend Dr. Absalom Nasua, wapo lakini hujawasikia. Yupo First Lady wetu wa Maesa Nasua, na mwana mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Gani Msemo kutoka pale Mwanga, Kilimanjaro, Tanzania, mchungaji Lisa Mangesho kutoka Tulsa, Oklahoma, na muona vile vile mwalimu Olivia Andrews wa New Jersey, mwalimu Glory Show pale Arusha, mchungaji Lynn Joseph wa pale Houston, Mama Maro wa pale Wichita, Kansas, na kalivyosema basi mtumishi wa siku leo mchungaji Daktari Enoch Mlika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na kuisha kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa ya Umoja. Tutakuwa tena hewani wiki ijayo muda na wakati kama leo katika sehemu ya pili ya somo letu. Kinapoisha kipindi hiki basi asubuhi yake kumbuka Prayerline kwa hewani kama kawaida katika namba yao ile ile ya Prayerline. Kwa niaba ya dawati zima hili la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mugamshana, dada Hida Diabato Kari, brother Jamie Msemo, ananufuru, naitwa Jerry Mkonyi. Tuwatakia wote basi amani ya Bwana, usiku mwema, alfajiri njema kutokana na majira na wakati uliopo. Tukutane wiki ijayo katika sehemu ya pili. Amen. 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 Amen.